baada ya kufungwa kwa liturujia ya kipindi cha Pasaka, kwa hii sherehe ya Pentekoste kinafuata kipindi cha kawaida cha mwaka, ambapo rangi itakayotawala itakuwa ni rangi ya kijani, kuashiria ustawi na uhai wa kanisa. Na zaidi ya yote, waamini wanasisitizwa katika kipindi hicho, licha ya kwamba wamemaliza kipindi cha Pasaka, kuendelea kuishi mafumbo ya kipasaka katika maisha yao. Lakini licha ya hayo, baada ya sherehe ya Pentekoste kuna sherehe ambazo pia zinategemea uwepo wa sherehe ya Pentekoste, yani hufuata mara tu baada ya sherehe ya Pentekoste. Nazo sherehe na maadhimisho yafuatayo. Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya lazima ya Mama Bikira Maria, mama wa kanisa, ambaye wanamwadhimisha huyu mama ambaye alikuwa akitembea na kanisa na anaendelea kutembea na kanisa, wakiendelea kumuomba akae na kanisa akiliombea. Na sherehe hii na adhimisho hili, kumbukumbu hii iliwekwa kwetu na Baba Mtakatifu Francis tarehe ya 3 mwezi wa 3 mwaka 2018. Baada ya hapo, Dominika inayofuata baada ya Dominika ya Pentekoste, Mama Kanisa anaadhimisha Dominika ya Utatu Mtakatifu. Na baada ya hapo, Alhamisi baada ya Dominika ya Utatu Mtakatifu hufuata sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa sehemu nyingine wanaweza wakaadhimisha Jumapili inayofuata. Na pia baada ya Dominika ya pili, baada ya Dominika ya Pentekoste, tutakuwa na maadhimisho kama ifuatavyo. Ijumaa ya Dominika ya pili baada ya Dominika ya Pentekoste, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na Jumamosi yake basi tutahitimisha kwa kumbukumbu ya moyo safi wa Mama Bikira Maria. Nawashukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha liturujia. Zaidi ya yote, usisahau kushare, kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu hii ya Kipalapala Seminari Online TV. Niliyekuletea hii tafakari ni mimi Fratelli Benedict Modestus Msunga wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ninayesoma masomo ya teolojia katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala mwaka wa 3.